Yes, tuko na Snare miongoni mwa members wa kundi la East Coast Team. Kaka, pole sana. Asante mzee, habari? Salama kabisa. Natamani kusikia kutoka kwako ni yapi makubwa na mazuri ambayo unayakumbuka kwa mama, kwa sababu mama alikuwa ni miongoni mwa watu ambao wanalitunza kundi la East Coast na alihakikisha anaweka mchango wake kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mambo yenu, muziki wenu na vitu vyenu vinaenda. Ni yapi mazuri ambayo wewe unayakumbuka? Kiukweli yapo mengi, lakini kwa ku-mention machache, nakumbuka wakati tuna harakati, ukiacha muziki, tulikuwa tunataka kufungua kampuni ya East Coast. Alikuwa ni mtu wa kwanza kutupa hela ya mtaji. Unajua unapofungua kampuni, account yako lazima kuna pesa inabidi isome. Kwa hiyo alituahidi na alitupa. Tukaweka hiyo hela kwenye account, tukafungua kampuni. Kitu kingine mimi namkumbuka katika, kwa sababu alikuwa ni mwalimu, nilikuwa nikiingia huko ndani, nilikuwa mimi napenda kusoma vitabu. So nilikuwa nakuta vitabu kwenye shelves na azima nasoma. Kwa hiyo nilipata uelewa mwingi sana kupitia vitabu ambavyo alikuwa ananipa. Of course kwa wazazi wa sasa hivi ama dunia sasa ni hagalab sana kuona mzazi anamsupport mtoto wake, especially kwenye swala la muziki, kwa sababu wengi wanaamini ni uhuni, pengine mtoto anaweza akapotea na vitu vingine kama hivyo. Natamani kusikia moment moja tu ambayo pengine utakuwa unaikumbuka, pengine ambayo mama alishauri wakati anawasupport kwenye harakati za muziki. Kijaribu kukumbuka, kuna nyakati alikuwa anatushauri, lakini ilikuwa kama nusu, kwa sababu pia kama tulikuwa hatueleweki, yani tunawaza vizuri lakini kwenye kutenda kidogo panakuwa na mushkeli, unajua vijana. Kwa hiyo alikuwa anasisitiza sana, yani mnapopata msaada ufanyieni kazi na mfanye vile ambavyo mlikuwa mmedhamiria kufanya. Nashukuru Mungu tulijitahidi mpaka dunia ikatujua. Pengine mara ya mwisho wakati anaugua ulipata wasaa pengine wa kumuona, na nini kitu ambacho labda nipata na nafasi ya kuweza kuzungumza? Hapana, kiukweli sikupata wasaa, maana mara mwisho niliongea tu na JK, nilimpigia simu akaniambia bwana, mama yuko hospitali hapa, amelala, lakini nitamfikishia salamu zako. Kwa hiyo sikuweza kuongea naye, ila niliongea na JK wakati wako hospitali. Pole sana kaka. Asante.